Ya, wapi? Lini? Saa ngapi? Nakuja. Amefanyaje? Heka Unlimited. Kaka sio ndogo. Kuona Je, kuona ndo uone sasa. Bwana wewe. Heka ambayo kiukweli mimi nilipigiwa simu, najua ni kwa Stipo. Nimepigiwa simu sana kuhusiana na tukio ambalo limetokea maeneo ya Mbezi Tangi Kibovu. Ni tukio ambalo kiukweli mtu mwingine yani mpaka dakika hii hata kama amesikia nakwambia mimi mbona sielewi, naona kama picha kutokana na tukio lenyewe jinsi lilivyo na ambavyo lilikuwa linaelezewa. Nafikiri baba Shibe umelisikia, maana wewe jirani na maeneo yake. Au hujalisikia? La wewe msichana aligongwa na gari afuta na baadaye wanasema akafufuka. Wewe msichana mfahamu bwana. Huyu ambaye aligongwa na gari? Umeona Sasa mimi jana nilifika eneo la tukio. Unamjua? Huyo Ana. Tunani kaa naye sana huko kama majirani shughuli za ufuaji. Sasa nafikiri ni huyo sasa ambaye amegongwa na gari kweli, Juliana. Huyo ndo amegongwa na gari. Huyo ndo yuko kwenye shughuli za ufuaji sababu hata ajali inatikea alikuwa amelewa. Marehemu. Huyo nafikiri ndio utakuwa unamfahamu Juliana. Na wenyewe nakwambia alikuwa mcheshi sana. Yani kwa charming, mtu wa watu ilikuwa lazima umzoee. Ilikuwa ni mtu mmoja poa kama hivyo. Kwanza chapo anakuwa mtu ana furaha zake, kula nyama kidogo, pige biere, kwa mdada wa hivyo si mkorofi kama na reason ni mtu wa story mcheshi kiukweli. Sasa basi kitu ambacho kilitokea mpaka kikachanganya watu, kumbe alikuwa amegongwa na gari alikuwa ni mtu mwingine na alotajwa kwamba amekufa alikuwa ni mtu mwingine. Ndio kitu ambacho kilitokea. Sasa na cha ajabu mpaka kutajwa mtu mwingine. Huyo mtu mwingine ambaye ametajwa, ambaye baadaye wakasema kwamba amekufuka. Huyo mtu ambaye alikuwa hajafa, ambaye nyumbani kwao sasa ndio wakawa wameweka na msiba, wameshaanza kulia na kuzika, walikuwa wanazika jana. Yaani walikuwa wanazika jana. Jana mimi ndo nimeenda, ndo ilikuwa iwe maziko. Ndio. Sio huyo ambaye alikuwa amekufa sasa. Huyo sasa cha ajabu, yeye alikuwa amelala nyumbani kwao na mama yake. Ilikuwa ni siku ya Pasaka. Alikuwa amerudi kama saa 4 usiku. Amerudi ameingia nyumbani kwao katoka kumaliza Pasaka kalala. Lakini baadaye hakuwepo ndani. Lakini mwenyewe kwa mujibu wake alivyozungumza, maana nimezungumza na ndugu zake, kwa mujibu wao wanadai kwamba alienda kujisaidia, sio akasikia mtu anamuita akamfuata. Hakuonekana nyumbani, akaja kuonekana makaburini. Tuko pamoja? Nakusikiliza. Anaishi kwao na babake na mama yake. Anaishi na mama yake. Akakutwa yuko makaburini. Wakati huo asubuhi yake, alfajiri yake, watu wamepeleka taarifa nyumbani kwao kwamba amefariki, amegongwa na gari. Sasa kwa hiyo ndugu akaika. Kwa hiyo wakati anaondoka ule usiku familia ilikuwa haijajua. Mama yake alikuwa hajui sababu analala chumba tofauti na mimi niliuliza. Kwa hiyo aliondoka mwenyewe tu. Aliondoka, anajua mwenyewe alipokwenda huyo msichana. Sawa. Na anajua mwenyewe aliondoka vipi nyumbani kwao usiku. Kwa hiyo kwao walipokuletea taarifa kwamba fulani amegongwa na gari, tukawekwa msiba hapo nyumbani kwao. Kabisa. Na inasemekana baba yake, shangazi yake na mamake mkubwa walikwenda hospitali, wanadai kwamba wakatambua mwili wa huyo Ana. Sasa umenielewa sasa mpaka dakika hii? Lakini baba na shangazi ndio walikubaliana, ila inasemekana mama mkubwa hakukubaliana. Alipoona ule mwili aliwaambia kwamba huyu sio Ana. Mama mkubwa alikataa. Sasa ndo amekaa nyumba ambayo sasa ndo ilikuwa imefiwa yenyewe, sio mbali na hapo kwenye ule msiba ambao ulikuwa sio. Nyumba kama ya 4 au ya 5 walikuwa hawana taarifa kama mtoto amefanya nini, amefariki. Ambaye alokufa kweli sasa. Alokufa kweli, aligongwa na gari. Familia haijui. Haijui, na ni kweli walikuwa wakimtafuta sababu alikuwa hajarudi nyumbani na sio kawaida yake. Mpaka hapo tuko pamoja. Haya. Sasa vizuri. Sasa ngoja, mama hakwenda kutambua yeye mwili. Mama hakwenda. Mama alikuwa na hali mbaya, mama alikuwa alienda mama mkubwa pamoja na baba na shangazi. Aliyesema sio mama mkubwa. Mama mkubwa. Alivyoona baba na shangazi wakasema ndiye. Na ndugu baba. Tuko pamoja. Na kweli ndugu baba. Tuko pamoja? Tuko pamoja wala sio pawili. Sasa mimi nilipofika pale nikazungumza na ndugu ambao niliwakuta pale, ndugu zake na huyo marehemu ambaye wa uongo sasa. Ni nyumba ambayo ina msiba, nilikuta kabisa vitu viko nje. Yaani tunajua lakini walikuwa Turubai ilikuwa washaondoa. Ila ni watu ambao walikuwa yani kama vile wamepigwa na bumbuazi, hawaelewi. Unajua mtu ndio kuna msiba tayari mshakaa, mshalia, mshaandaa kwa maziko, afu na mtu baadaye mnaletoa eti mtu alokufa huyu hapa. Hajafa kidogo tafrani. Wasikilize ndugu zake sasa ilikuwaje, taarifa alizipata vipi? Sisi tulipata taarifa saa 11 asubuhi, ni alfajiri. Tulipata taarifa kwamba nini amegongwa Tangi Bovu. Wakafanya prosesi za kwenda huko nini,
kaonekana kwamba nini amekufa. Kaja hapa tukaweka msiba, tumekaa. Kuna mkaka jioni akaja hapa, alipokuja akamtaka mama wa ule dada, akamchukua akasema, jamani, twendeni huku hivi. Wakatoka ule mama na vijana 3 wakatoka, wakaenda makaburini. Kwenda kule makaburini wakamkuta yupo kwenye mti, amekumbatia mti analia. Ule mkaka alivyoenda kule na ule mama yake, akamfunua ile kanga, akamuuliza kwamba, bwana mama, huyu ndo mwanao? Mama akasema ndo yeye mwenyewe. Akasema wewe sawa. Ndo akamchukua akaja naye mpaka hapa. Huyo mkaka ni nani? Aloenda kuonyesha ni mtu gani kwa kwenye mti? Tunamfahamu, ni wapo hapa mtaani. Ni wapo hapa mtaani? Ni mganga au? Huaga anajishughulisha na masuala hayo. Kuja naye hapa, akamchukua kana naye kwake, akamfanyia matibabu. Wakarudi tena hapa, kurudi hapa akaambiwa nini akaelezea yeye mwenyewe, anakwambia kwamba ilikuwa mida saa 2, mida saa 3 si saa 2 alitoka, alienda kule kwa mama yake kule jirani, yani alienda kwenye birthday, kwenye saa 4 amerudi nyumbani, kaingia ndani, akaenda kaanza kubadilisha shati, akaingia ndani akalala. Alivyolala usiku mida saa 8 akasikia haja, akaenda chooni. Kwenda chooni, yupo chooni anasikia mtu anamuita, na ile sauti anaijua, kaita zaidi ya mara 3. Yeye ikabidi nini aitikie, kuitikia kutoka chooni kwenda nje kumwangalia mtu anayemuita, hajamkuta, yupo pale pale nje. Akasikia kizunguzungu, kwani akajielewi. Alipokuja akaja yeye akajikuta tu kwamba ipo makaburini, ndo anavyosema yeye. Na hapo walipo na makaburi umbali gani? Ni mbali. Kwa baada ya kujisikia kizunguzungu nini akajikuta tayari yuko makaburini. Sasa lakini ukumbuke kwamba akaonekana makaburini lakini usiku. Ndio. Mganga akamuona usiku. Umenisoma? Eti alivyoenda kujisaidia wao usiku wa manane, akaona mtu anamuita, kasikia kizunguzungu, mara ghafla akajikuta yuko makaburini. Ndio. Na mimi niliuliza swali kama ambalo uliniuliza wewe kwamba mama yake hakujua kama mwanae alitoka usiku huo. Alikuwa jamona, maana ni anakaa jumba tofauti. Kwa hiyo walienda hospitali lakini kuthibitisha mwili kumuona kama ni yeye anafariki. Ni walienda. Nani alienda? Baba wake, shangazi yake na mama wake mkubwa. Walivyoenda huko, baba wake alisema ndo yeye, shangazi yake alisema ndo yeye, mama yake mkubwa akasema sio yeye. Nini hiyo taarifa alfajiri wale waletea nani? Kaka baba bodaboda. Akaja kwambia? Akaja akasema kwamba kapata ajali. Ukamfananisha. Yeye mwenyewe anakwambia ndo yeye kabisa, na anamjua kabisa, ndio maana akaja kutoa taarifa. Alitarajia kuzikwa leo na mpaka chakula kilishapikwa, tayari maandalizi na kila kitu. Jana chakula kilishapikwa, maandalizi yashaandaliwa, ilitakiwa azikwe leo saa 8. Lakini mbona nasikia kuna msiba tena, kuna mtu kagongwa na gari. Ndio baada ya hapo ikaja kujulikana kwamba ni maiti ya mtu mwingine, dada mmoja anakaa hapo chini, kwamba ndio yeye maiti yake ni ile alogongwa na gari. Ndio hatujafahamu mpaka dakika hiyo, kwa sababu sio wenyewe tuna utata. Wapo ambao wanadai kwamba ana mwenyewe alikuwa ni mwenyewe wakati anavuka barabara na jina kabisa wanamuita. Kwa hiyo sasa mpaka dakika hiyo wenyewe hatuelewi uko liko wapi, hatujui. Hapo sasa unanichanganya. Na ndio watu walipochanganywa kuanzia hapo. Kwa sababu kusema anavuka kabisa, watu wanamuona anagongwa na gari. Saa 11 hiyo alfajiri. Mimi ninachofikiri baada ya kufika pale kuangalia vizuri, lakini nitakuja kukwambia vizuri. Twende kwanza. Tungoja tuendelee. Kuna kaka ambaye ni dereva bodaboda. Ndo aloleta taarifa. Yeye sio aloleta taarifa. Aloleta taarifa sikumpata. Lakini kuna kaka ambaye ni dereva bodaboda ambaye yeye hizo taarifa naye alizipata, na yeye mwisho wa siku akaona mapicha kama ambavyo wewe unaona, ambavyo huelewi na hakuelewa. Mimi naitwa Samweta au ukipenda naitwa Bonta Baba. Jina halisi naitwa Mr. Calvin Ayusto Mwafyuma. Ni mwenyeji hatari hapa. Kwenye msiba jana nilikuwepo. Sema nilitokea jioni. Hapa msiba ndo umeshamili. Naambiwa nani kafariki, naambiwa hana kafariki. Ajali ile tanki bovu pale, kibao cha shule pale. Kilichoendelea ni ile sintofahamu, kwa sababu wazazi wa Ana walikuja hapa, mganga naye alikuja. Kwa kweli kilichoendelea ni mambo ya
sintofahamu kwa sababu yaliyotokea ndugu yangu. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi najiuliza. Nakwambiaje Samweta, yani hapa nilipo nimepagawa kwa sababu kwanza huyo alokufa rasmi sasa. Huyo ni Juli swaiba yangu na mara mwisho nilimbeba nikamwambia nitakupigia. Utanipigia basi ngambia nitakupigia. Hiyo ndo mara mwisho. Huyo alogongwa na gari alokufa rasmi. Acha huyo ambaye alokufa wabandia. Kifo cha batili acha hichi. Maana kuna kifo cha batili. Kafa afu karudi tena. Hiyo alifanyaga Yesu. Wao mnasemaje ndugu? Lakini kimetokea hapa mtaani. Au wale bodaboda walimfananisha Ana na Juli. Nahisi kitu kama hicho. Watu tu maneno. Sasa kuna kufa na kuna kufa rasmi. Umeona Kwa sababu yani yule msiba ulikuwa umeshawekwa nyumbani kwao. Taarifa zimekuja tangu saa 11 alfajiri. Watu wameshaweka msiba. Watu wamepigiana masimu, wamekuja, wanalia. Walotoka mikoani wamekuja, walotoka vijijini wamekuja kwenye msiba ili kuwahi mazishi ambayo alikuwa jana. Inafika saa 3 usiku, sijui saa 4, mganga anakuja pale anamnyanyua mama yake Ana, anamwambia kwamba mwanao kafa twende kunikakuonyeshe mwanao alipo. Anaenda kumuonyesha mwanae yuko makaburini kuchini kwenye mti. Sawa. Kwa hiyo ile ajali taarifa wamepata alfajiri. Kwa hiyo kuanzia alfajiri mpaka saa 3 usiku, siku nzima ilikuwa ni siku ya msiba na mipangilio yote ya msiba kama inavyokuwa. Na mama kuzimia na kuzimia kama kawaida. Shangazi na baba wamerudi, wamesema mwili uko hospitali. Mama mkubwa yeye alisita akasema hapana, mimi yule nilomuona sio Ana. Ndio. Mama mkubwa alikuwa na jicho, maana mwana anamjua, maana kamwangalia akasema yule sio. Ndio. Umeona, labda wengine wote waliangalia kwa wasiwasi, mama mkubwa akaangalia vizuri. Yani hapo ndo naposhindwa, yani unajua unawaza, lakini nadhani unajua inakuwa nini ile attention. Ndio. Kama kitete hivi. Kwa kile ukiangalia sababu unajua unapata picha mtu ndio kapata ajali sidi. Hivi kwa kabisa utulie, umwangalie Jose Mara, utulie kabisa. Hata mshtuko unakuwa. Mshtuko ni kweli. Mshtuko unakuwa. Sasa nikarudi kumuuliza huyu bwana, huyo mganga wenu ambaye alikuja akamchukua mama kumpeleka makaburini usiku wa saa 3 na kurudi na yule binti. Nyinyi mnamwamini? Imani nayo mnayo? Mganga yuko sawa sawa. Mganga dada alianza kufanya kazi hii. Yule mganga mara ya kwanza alimfukuza mpaka mzee Kibandili kwa tumuone wewe. Ilikuwa kila kijana anokatiza pale anayo. Anamfanya nini? Unauliza Klaus kicheko yuko wapi? Yaani kila anayekatiza pale anayo nyuma. Nini? Huyo mzee Kibandili. Sasa hivi hayupo hapo. Ndio mganga kawasaidia? Huyo Anuari kidogo alifichua ndo kidogo pale Kahama, sasa hivi ndo amebaki ndugu zake. Mganga tu aliwaambia nyinyi mkipita mzee Kibandiko anawabandika. Anatubandika. Ndio alipowaambia. Boda anayepita anabandikwa. Bajaji anayepita anayo na abiria wake. Sasa hivi kumetulia mpaka ili sekeseke la sasa hivi lengine hili. Kwa hiyo yote hapo mmebandikwa na mzee Kibandiko. Kana nani? Sikiliza, kwa hiyo huyo mganga huyo alikuwa anasema kwamba mzee Kibandiko anawabandika ndio alienda kumtoa Ana kumrudisha nyumbani. Ana akaamua kumrudisha nyumbani. Kwa nyinyi mnaamini kabisa? Sisi hiyo ya Ana hatujaiamini sana. Ila ndo kilichotokea. Ana katolewa makaburini karudishwa nyumbani, ndo tulichokiona sisi. Mganga anaitwa Anuari. Anakaa wapi Anuari jamani? Anuari yupo karibu tu hapo jirani. Unaweza kunisindikiza? Na anaweza hata akatokea hapo. Jamani, sababu tunaendesha naye bodaboda. Naye ni dereva bodaboda? Yeye mwenyewe tunaye kwenye bodaboda. Ni dereva? Kwa dada ni makubwa na utayapata mengi kama unayataka. Ila msiba wa sasa hivi sasa, huu nahisi ndo wa live. Mwanzo walikuwa wanasema mara ana maiti ana imegeuka kuwa ya kiume, mara yani kulikuwa na mambo mengi dadangu. Na mganga alimtoaje mama mfiwa usiku hiyo saa 3? Walikubaliana, yani alikwenda akamuomba akamwambia twende. Kamwambia mama mwanao si amefariki. Ndio. Basi mama nyanyuka twende. Akatoka mama, akatoka na vijana wengine sijui wawili, wakaongozana na mama mpaka makaburini. Kufika kule ndo anamuona huyo mwanae ambao alikuwa anasema kwamba kafa na nini? Na ajali, yuko kwenye mti, akumbatia mti analia. Kwa ndo akamwambia mama mwanao huyo hapa. Mama huyu sio mwanao, huyu mwanangu. Ili jambo refu zito na linataka umakini kweli kweli, usikilize uelewe. Sababu unajua watu wengi limewachanganya. Ndio maana mimi naenda pole pole ili mtu aelewe ukweli uko vipi. Kwa mpaka dakika hii usina tuko pamoja. Yaani mimi ukiniuliza swali najibu. Kwa sababu jana uliposikia hukuelewa na wewe. Sasa bwana, baada ya kutoka hapo kuna kijana ambaye nilikutana naye jana pale
ambaye yeye usiku huo alikuwa anarudi siku ya Pasaka tena, si unajua alikuwa anatoka zake Masaki anarudi nyumbani. Bahati nzuri au naweza nikasema bahati mbaya, yeye aliushuhudia ule mwili ambao ulikuwa umegongwa na gari, japo hakujua ni nani. Sasa umenielewa? Sasa msikilize huyu kijana vizuri. Mimi toka zangu Masaki nimeenda kupiga. Narudi usiku mida ya saa 11 alfajiri ile. Nikakuta kuna mwili pale Tankibovu. Kuna mtu mmoja anasimamisha magari, ameshika shati. Anaambia pita kushoto. Maka alikuwa amekufa nje ya highway. Baada ya kupita kushoto, kwa mbele naona kuna mwili. Nikamwambia wewe maiti. Tukalala kifudifudi hivi. Sura yake inaonekana kama imezibwa na mkono, afu na damu kama kapasua kichwani. Inamwagika. Mimi afu mwili kama umesimuka hata kushuka kuangalia hivi. Hapana, kwa wewe twende, sababu tumechoka usiku. Tukabidi tuondoke moja kwa moja. Baada ya kuondoka tunafika kujuu. Kuna vijana fulani hapa juu. Na nyumba moja kwa jirani nikakuta watu wametoka. Mabinti kama wapangaji mwenye nyumba wametoka nje, wamesimama. Sasa nikauliza, hapa kuna nini? Oh bwana, kuna ajali iliyotokea Tankibovu. Kuna wanasema kuna ana ndio yule yani ajali iliyotokea Tankibovu, wanasema ndio ana alifariki. Sema ile sio mwili wa ana. Ule ni mtu mwingine. Kwanza yule hata kiumri yule alikuwa ni mkubwa kuliko ana. Yule ana miaka kama 30 hivi na kitu. Yule sio ana. Mimi ana namjua na nabebaga. Yule ni mkubwa, ana ni mdogo. Umemwelewa huyu alivyoona? Umemwelewa sana huyo shuhuda. Yeye ameona na akaona kwamba sio kwa yeye maono yake jinsi alivyomuona, kwa sababu anamfahamu. Sasa anasema ile akalala asubuhi, akatoka zake kwenda kwenye shughuli zake. Anarudi sasa usiku, ndio hiyo juzi ambao ndio anataka kurudishwa, kwamba arudishwe makaburini, anaona watu wamejaa chungu nzima. Tumerudi ile usiku saa 4 nakuta watu wengi sana hapo dukani kwa pita hapo maeneo. Watu wamejaa, ndio kwa eneo la msiba hapo. Unaona? Kuna matangazo pale, kuna nani Abdalla Toti na mtumiaga akaongea. Jamani, tuwe na utulivu, tuwe na amani, tusiwe na pupa. Tusubiri matokeo ya walioenda huko, kwa sababu ni mmoja ni yuko kwenye serikali anaitwa Super. Kwa hiyo atakuja kutupa taarifa. Kwa tu wapole. Wakasema okay, sawa. Na kada dakika 5 yule binti analetwa. Yule anavyoingia, mimi nashuhudia, ndio nimekuta pale. Alipokuja bwana kasema huyu akisio ndio ule mwili niliona mimi leo asubuhi. Kwa naambia kwa sababu ule ile alipokuja ile mimi niliona asubuhi. Nikamwambia ule mwili sio ule. Yule alikuwa mtu mzima kidogo na ule bonge kidogo. Hata kama huyu binti amekufa hizi kunenepa kiasi kile. Nikamwambiaje? Hapa mafaili umechanganya tu, lakini ule sio. Nikatoka hapo nikamwambia kwanza yule alikuwa hajavaa chini ile title kama ile binti. Yule kavaa shati jekundu. Yule binti ndio alivaa shati jekundu ile kupita pale blouse fan jekundu. Lakini chini jeans alikuwa amevaa yule alifariki alikuwa amevaa jeans la blue na shati jekundu ile ya kukunja ile. Na kama viua. Umeona? Baada hapo mimi nikakutana na jamangu moja anaitwa Freddy. Yule Freddy nikamwambia vipi? Mbele bwana, mimi mwenyewe hapa na issue yangu mimi dadangu sijamuona na siku hiyo. Hii inaenda ya pili. Umeona sasa hujamwona nikamwambia njoo pembeni. Nikamwambia Fred njoo. Hivi dadako jana alipotoka alivaa nguo gani? Kaibana alivaa shati jekundu na viwaua na jeans ya blue. Na nilimnyoshia mwenyewe na alinyomba 10,000 nikampa. Umeona? Nikamwambia hiyo kitu hiyo mimi sijasema kama dadako amekufa au vipi, ila nikibalance maelezo ya kwako na nilivyoona mimi kule vitu viwili vinaendana. Kwa hiyo unaona unavyosema dadako hajarudi. Nikamwambiaje? Jaribu kesho. Wazazi wangu asubuhi nikamwambia wazazi wako asubuhi waambie. Kuna 1, 2, 3. Umemwelewa kijana Yeye mtu alomuona ni tofauti na mtu ambaye alikuwa anarudishwa, akaambia kwamba yeye ndo alikuwa amegongwa na gari. Na alibisha pale akamwambia mimi mtu ambaye nilimuona amegongwa na gari sio huyu. Nilimuona yuko hivi. Sawa, sasa akamshauri kaka aende wapi? Akawaeleza kwanza wazazi wake nyumbani. Na alipofika kule wazazi wake wakafanya nini? Wakamuelewa. Akawaeleza kwamba fulani ameniambia kwamba wakati anarudi usiku aliona mtu ambaye amegongwa na gari, mwili alikuwa amevaa hivi. Na ni kweli. Na nilienda nyumba ya msiba ambao sasa ndio msiba wenyewe ndio huyo aliyogongwa na gari. Na nikaongea na huyo mvulana, huyo Freddy. Anaitwa Juliana Tawete. Mdogo wangu alikuwa mtoka zake Tegeta huko, akanarudi nyumbani alfajiri. Kwa kufika Tankibovu kuna gari ndogo ilimshushia upande wa pili. Akanavuka barabara aje huko. Kwa nje katokea ile accident ya kugonga na gari pale
Kama kuvuka baba ya pili kwanza nadhani kabla kumaliza ya kwanza kwa kagonga na gari. Mlienda kumtambua mwili wake hospitali ipi? Mwananyamala. Alienda system kubwa. System kubwa ndio alienda kumtambua sababu anakaa ya politic. Alipopata taarifa asubuhi moja kwa moja kabili anyoshe mpaka Mwananyamala. Akamuona. Akamuona, akamtambua mavazi aliyovaa na baadaye waondoka na wazazi na baadhi ya majirani wakaenda kumwangalia wakamtambua. Mipango ya maziko ni lini? Kesho kutwa. Sawa, na msiba wapo juu nyinyi mmeusikia? Ule msiba niliusikia, tuliusikia. Lakini unajua mtu na nyingi unapokuwa unakutwa na kitu nikaa nazungumza mwenyewe nasema unaweza kulia msiba mwenzio kwa msiba unakuhusu wewe. Dadani nyinyi mlimtafuta mkumuona au ilikuwaje? Ana kawaida kwenda na kurudi. Umeona? Lakini ana mtindo kuzimaga simu. Na kama endapo anakuwa arudi na sana toa taarifa maana mimi sitorudi. Nipo kuna shughuli rafiki zangu nini basi. Lakini kwa siku ile kaondoka saa 5 asubuhi. Asubuhi. Siku ya Pasaka Jumapili. Ilikuwa ni Pasaka. Pasaka Jumapili. Baada ya kurudi nyumbani na jana Jumatatu hakuonekana na simu yake hapatikani. Kwa ile taarifa alikuja shangazi yangu, mimi nilipopata taarifa ile pale ni jinsi nilivyoelezea kwa ndugu yangu Paulo. Nikamfahamisha jinsi ilivyokuwa, akaniambia ndugu yangu yule mtu wa ndugu yetu, mimi kwa maplevu naelezea mavazi yake ndugu yetu yule. Na mimi kitu sio nikashari note kama ni yule pale. Umeelewa sasa? Wenye msiba kweli sasa. Hao ndio wenye msiba wao kweli na ndio ndugu yao ambaye aligongwa na gari pale Mbezi Tankibovu. Kwa maana hiyo wale madereva bodaboda ambao waliwahi kupeleka taarifa kule kwa kina Ana walifananisha tu. Walifananisha msichana na Ana kwa sababu ni majirani au inawezekana hawamjui yule Juliana kama anaitwa Juliana. Wakajua labda anaitwa Ana. Umenielewa? Kwa hiyo yeye Ana wakae vizuri tu amuulize Ana yeye alikuwa wapi. Yule dereva bodaboda ndio source kwanza kwa sababu amechanganya taarifa na kupeleka sio. Lakini hata shangazi na baba pia wamechanganya. Alafu sasa kitu kingine cha ajabu waliokota, yani wale bodaboda walichukua kiatu, yani katika viatu vile vya marehemu kiatu kimoja walikiokota na wakakipeleka kwa kina Ana, wakaonyeshwa yani hata wasihisi kwamba kiatu sio chake, wakakipokea. Ni mshtuko unakuaga huo. Kwa hiyo mpaka baadaye wenyewe sasa wenye ndugu yao ambaye amefariki kule walipoonyeshwa kiatu akasema hichi cha Juliana. Umeona Kwa hiyo ndo taarifa ilikuwa imesambaa wiki hiyo ilisha kwamba kuna mtu amekufa amefufuka. Sio kweli. Yeye huyo Ana wamuulize vizuri tu alikuwa wapi. Na mganga kwanza ulimpata? Nilimpata na waseme huko makaburini alipelekwa na nani. Kwa sababu unajua kama vile kutaka kuwafanya watu sijui nisemeje. Unajua hiyo story kwa nini imevuma sana kwa kipindi kifupi na imeleta taharuki kubwa. Unajua sio kwenye kipindi cha Pasaka na Pasaka hivi majuzi kwa tunasherehekea kufufuka kwa Bwana Yesu juzi hapa. Sasa na hiyo story ilivyokuja ikachanganywa kule. Kwamba kuna mtu kafufuka naye. Yaani sio Bwana peke yake, umeelewa? Yaani wandugu wananchi waliunganishwa hivyo. Nimeelewa. Bwana sio Bwana tu peke yake. Kuna sister mmoja naye pia kapindua akaenda karudi watu Umenielewa? Lakini unajua sisi tumeelewa vizuri sana, lakini kuna message kutoka kwa Mwalimu Milanzi anasema naomba niamini mimi uchawi upo na shirki ipo. Huyo ni Mwalimu Milanzi. Naye ameelewa. Sasa bwana mimi nikamtafuta mganga ambaye yeye ndio alienda kumwambia mama mwanao kafa twende kakuonyeshe mwanao alipo. Alienda kumtoa mtoto makaburini kumrudisha nyumbani kuacha watu wamepigwa na taharuki. Na hapo ujue kwamba Ana anarudishwa bado watu hawajajua sasa yule ambaye amefariki ni nani. Hata wao nyumbani kwao kina Juliana hawajui. Mmenisoma? Na ndio maana watu wakafanya nini? Wakapagawa. Kwa sababu kina Juliana amekuja kujua kama Juliana amefariki ni jana unajua Ndio walikuwa wanamtafuta kwa muda siku mbili kama alivyosema. Wameenda jana hospitali ndo wamemuona. Kwa hiyo mganga yeye alifanya nini na ilikuwaje? Na kama alikuwa hajafa alikuwa wapi? Mimi naitwa Khalfan Said Al-Sharif. Ilisemekana kuna ajali imetokea na huyo binti anaitwa Ana, ilisemekana ambaye kafariki, lakini sio hivyo. Ni michezo tu ambayo imechezeshwa baina ya kupotezwa watu wawili kwa mpigo, na si mara moja ama si mara mbili. Ukisikia kwamba limetokea hili unajua jingine litatokea. Lakini huwa sipendi kufanya kile kitu kila sehemu, kwa sababu nauza roho yangu
na nakuwa naweka rehani maisha yangu, sio tunaelewana. Kwa hiyo ile ya jana ilikuwa imenibidi nifanye hivyo. Kwa na ndugu yangu mmoja anaitwa Anwar, yeye aliambiwa, akanifuata na akaniuliza, unaafiki hiki kitu? Isipokuwa nilimjibu tu ya watu ya waache kama yalivyo. Akasema basi mimi ngoja nijaribu kwa njia moja ama nyingine. Akampigia ndugu yetu mmoja yuko Tanga kumweleza vile vitu, basi akafanya alivyojua yeye huko akamwelekeza tu kuwa kienda sehemu fulani utamkuta huyo binti. Kwa hiyo yeye nikasijue ile wala ni. Unajua kama kuna msiba? Mimi niliambiwa majira kama saa 5 saa 4 hivi ndio nilikuwa nimeamka. Nikaambiwa, sikutaka kuamini. Nikaamua tu kwamba nilipoteze vya watu niviache kama vilivyo. Isipokuwa mwenzangu akaamua kulichungulia liko vipi, akaambua kuwa huyo mtu yupo mzima. Kwa hiyo akamwelekeza kwamba inawezekana kurudi. Kaambua inawezekana kwa sababu mmewahi. Kwa hiyo vikafanyika vya kufanyika, akaelekezwa, akachukua dawa na udi, akaenda kama kuzindua lile eneo, kwamba binti alikuwepo pale, lakini ilikuwa hamna mtu anaweza kumuona mpaka mtu ambaye yuko, na hata alikuwa hawezi kuongea huyo binti. Ewa. Kwa hiyo kumbe ufundi wote umefanyika Tanga. Watu wakiwa huku. Anapewa maelekezo tu kwamba mtu yupo, nendeni sehemu fulani, mtafanya nini? Mtamkuta. Kwa hiyo kwa mujibu wa mganga ni kwamba anasema kuna mchezo watu wawili, waondoke watu wawili. Ajali moja lakini waondoke watu wawili. Na mimi nina uhakika huu, kama ule msiba usingekuwa msichana wa nyumba ya jirani, wale wangezika ule msiba. Unajua wakajua kwamba ni Ana. Ndio. Lakini bahati nzuri, yani kama Mungu tu kutaka kuonyesha kwamba huyu alikufa hata akai mbali. Ni wa hapa, wale wangezika mtu ambaye sio wa kwao. Na sijui Ana angekuja kutoka siku za mbeleni ingekuwa vipi. Sasa kwa hiyo alichomaanisha mganga ni kwamba msiba mmoja waondoke watu wawili. Kwa hiyo wao wamewahi kutoa taarifa, wamewahi kumrudisha. Mwalimu Milanzi yuko pamoja naye. Ganga anachukua pointi 3. Sio pointi 3. Maana yake yuko mtaani mganga wewe. Mimi story kwanza, wewe umemhoji dada aliyepatikana? Sikumpata. Sasa ndo hapo mimi nimetaka nikuulize. Dada sikumpata, na design kama walikuona bana kumpata kwake. Sababu mimi nilipoenda pale, nimeenda mpaka nyumbani kwao, unajua. Hadi mamake amenigomea kuongea. Mimi sijui chochote. Japo kumpata kwa siku mbili hizi ilikuwa ngumu gani? Mimi hawa nimefanya kuongea nao ndugu zake wale wadada wengine. Ni ndugu tu. Yeah. Mimi mganga nisubirie kwanza. Anisubiri kitu. Hapo alipofika anasubiri mimi nitampigia namba yake na sawa. Mimi natamani kusikia huyo sasa ambaye yeye kagoma kuondoka kwenye hii dunia. Ndio nataka kumsikia ulipelekwa wapi? Naye ulikuwepo kwenye ajali barabarani. Ndio mimi nasema hivi. Au ulikuwa wapi? Ana akiulizwa vizuri, aseme alikuwa wapi, asitaki kudanganya watu. Na wakati anatoa majibu na mganga awepo. Yani asitake kuongopea watu. Mimi natamani Ana wewe kutana naye. Mama Shiba mkiwa mtu be tu. Mtu be, asiwepo ndugu asiwepo nani, atatusaidia vizuri. Tutajua. Aseme alikuwa wapi. Baada ya muda utafanikiwa kumpata. Kwa sasa hivi ni ngumu. Kwa sababu huyu ndo kafikwa na hilo jambo. Kabisa. Kwa sababu ni mganga Ana alikuwa makaburini. Yes. Ni kweli, amekutwa yuko kwenye makaburi. Watu wamemshuhudia yuko makaburini. Usiku. Tena baada ya mganga kwenda kuchukua watu. Maana watu walikuwa hawajui. Baada ya kwenda kupata watu nyumbani kwamba twendeni sehemu fulani. Ndio alikuwa. Kwa hiyo Ana alikuwa anajua kwa pia na mganga. Lakini mchana kutwa hawakuwepo mganga. Sikapiga nyanga. Nyanga zimepigwa Tanga. Zimeonekana bana Dar es Salaam. Ina maana ya kwamba mganga kamrudisha mtu ambaye tayari alikuwa anaondoka. Ndio alichomaanisha. Kafufua mtu mganga. Eti jamani. Au ana mwenyewe kama kurudi. Hivi kweli baba Shiba? Nani kuna msaada hapo kwenye tuta? Msaada huu hapa huu. Excel anafuata time yao ndio hii hapa. Huu ndio msaada. Ana tunamtafuta gani? Nikimpata yani mimi jana nilikuwa natamani kweli nimpate, lakini umefanya kunibania. Yuko Kinondoni. Kinondoni sehemu gani wamenibania bania. Huwezi kumpata kwa sasa hivi Ana kwa sababu ana jambo hili Gea, wale watu wana mambo yao. Gea hujamaliza eka wakati anarudishwa sasa kwenye msiba sasa pale nyumbani. Ulikopoa upo malaika yako walikuwepo. Pale nilikuwa oya na ninavyokuambia ndio maana mimi nasema hivi Ana yeye tu azungumze ukweli. Asifanye watu wajinga.